Bwana, mambo ni vipi mfuatiliaji wangu wa simulizi kali za filamu duniani? Leo nataka nikupeleke nchini South Africa katika kipindi cha mpito miaka ya 90 baada ya utawala wa ubaguzi wa rangi kuanguka, kipindi ambacho vijana wengi weusi walikuwa na ndoto kubwa, lakini mfumo haukuwa hapa nafasi. Mwaka 2008 mwongozaji Ralph Zimani alituletea moja ya filamu bora zaidi kuwahi kutokea barani Afrika inayojulikana kama Jerusalem. Hii ni story ya kweli inayomhusu kijana mmoja mwelevu sana anaitwa Lucky Kunene. Jina lake la mtaani anaitwa Hoodlum. Filamu hii inakuonyesha jinsi kijana mdogo kutoka maisha ya umaskini wa kutupwa kule Soweto anavyotumia akili yake kubwa ya kibiashara kupanda ngazi na kuwa mfalme wa majambazi na teka nyara jijini Johannesburg. Kaa vizuri, kwani dakika hizi chache sana zijazo nitakwenda kukusimulia mwanzo hadi mwisho. Bwana, story inaanza mwishoni mwa miaka ya 1990 kule mtaa wa Soweto. Lucky Kunene ni kijana mdogo mwelevu sana darasani na mwenye ndoto ya kwenda chuo kikuu kusomea biashara, na anafanikiwa kupata nafasi ya kwenda chuo, lakini changamoto inakuja pale anapokosa scholarship na hasa pesa kabisa ya kulipia ada. Sasa huku mtaani maisha ni magumu sana, hakuna kazi na mama yake mzazi anafanya kazi ngumu ya kuosha nguo ili wapate chakula cha jioni. Hali hii ya umaskini inamuumiza sana Lucky. Hapo ndipo anapokutana na rafiki yake wa karibu anaitwa Zack. Zack anamwambia, brother, ukitaka kutoka kwenye huu maskini lazima ucheze mchezo wa mtaani. Zack anapeleka Lucky kwa mtu mmoja anaitwa Nazareth. Nazareth ni mkongwe na komando wa zamani wa jeshi la msituni la huko kwao lililopambana na ubaguzi wa rangi. Hata hivyo, baada ya uhuru serikali iliwatelekeza. Sasa Nazareth sasa hivi anatumia mbinu zake za kijeshi kuongoza genge lake la wizi wa magari. Bwana, Lucky na Zack wanaanza kazi ya wizi wa magari. Lucky anajulikana kwa akili ya kupambana na kupanga mipango na mahesabu makali, na genge lao linapata pesa nyingi sana. Lakini siku moja dili lao kubwa la kuiba gari linaharibika. Polisi wanaovamia na mapambano makali ya risasi yanatokea na Nazareth anakamata. Lucky ananusurika kifo chake cha kwanza, jambo linalomfanya akimbie Soweto na kwenda kujificha katikati ya jiji la Johannesburg kwenye mtaa hatari wa Hillbrow. Baada kukimbia Hillbrow, Lucky pamoja na Zack wanaanza maisha ya chini kabisa, wanakuwa madereva wa taksi. Hapo ndipo Lucky anapoona fursa nyingine kubwa. Mtaa wa Hillbrow umejaa majengo makubwa ya ghorofa, lakini majengo hayo yametekelezwa na wamiliki wao weupe waliokimbia vurugu za kisiasa, na sasa yamekaliwa na watu maskini. Uhamiaji haramu na magenge ya wauzaji wa madawa kulevya pia wanakaa hapo. Wamiliki wa majengo wanataka kodi kubwa na wapangaji hawana uwezo wa kulipa, huku mazingira yakiwa machafu na yasiyo na usalama kabisa. Bwana, sasa hapa tunamwona Lucky akitumia ule uelewa wake wa biashara aliyotaka kusomea chuo kikuu, na anakuja na mbinu ya kipekee sana. Anaunda chama chake kinachoitwa Hillbrow Apartment Housing Trust. Mbinu yake hivyo anawaenda wapangaji maskini na kuambia, kuanzia leo msilipe kodi kwa wale wamiliki weupe au wauzaji wa unga. Lipeni kodi nusu kwangu na mimi nitawarinda, nitarekebisha majengo na kuwapa umeme. Wapangaji wanakubaliana na kukuwa na furaha na Lucky, na anachukua lile jengo ambalo lilikopo na wamiliki wale, na anawawekea walinzi wake wenye bunduki magetini ili kuzuia wamiliki halisi wasiingie. Atakayekataa kulipa kodi kwake atamtupa nje kutoka gorofani. Ndani ya muda mfupi Lucky anateka majengo zaidi ya 20 na anakuwa tajiri mkubwa sana. Ananunua magari ya kifahari, anahamia kwenye vitongoji vya matajiri weupe, na anaanza kutoka kimapenzi na msichana mweupe anaitwa Rhea, ambaye kaka yake ni mmiliki wa mojawapo ya majengo ambayo Lucky yeye ameyachukua. Sasa Lucky anajiona yeye sio mhalifu, bali ni Robin Hood wa kisasa anayewasaidia maskini kupata makazi.
Bwana, hii ni bonge moja la movie kutoka pale South Africa. Movie kali sana, yani kama ni mdau wa movie embo ingia humo. So tumalize hivi. Hata hivyo filamu hii inaisha kwa namna ya kushangaza sana na kijasusi. Akiwa hospitalini gerezani, Rwaki Kunene anatumia ujanja wake wa mwisho na kutoroka chini ya ulinzi wa polisi. Filamu inaisha ikituonyesha Rwaki akiwa amekaa kwenye ufuo wa bahari akiwa bado tajiri na huru, huku akitukumbusha msemo wake maarufu ambao unasema don't talk to me about affirmative action, talk to me about hostile take over. Anasema usiniambie habari za kusubiri msaada wa serikali, niambie kuhusu kuteka fursa kwa nguvu. Jerusalem ni filamu kali sana kwa sababu haionyeshi tu uhalifu, bali inakuonyesha uhalisia wa matatizo ya kijamii kule South Africa. Tuna kutofautiana kwa madaraja, umaskini na ukosefu wa fursa kwa vijana, na uingizaji wa population nyingi sana. Kama Rwaki Kunene ni wa kiwango cha juu mno, na muziki wa Kiwaito uliopo ndani ya filamu hii unaleta radha halisi ya mtaani huko South. Kama wewe ni mpenzi wa movie ya kijambazi zenye akili nyingi ndani yake, hii ni movie unayopaswa kuitafuta leo. Bwana, namalizia kusema kwamba hii ni Cha the Storyteller. Jina langu naitwa Cha the best presenter in town, mnyama OG, na kuletea movie hizi kali sana.